mimi kama diwani wa kata ya Wino nianzishe mashindano ili kuweza kuwakutanisha vijana ndani ya kata ya Wino, mashindano ambayo yameleta furaha katika siku ya leo. Tulianzisha mashindano haya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, ndugu mgeni rasmi, kwa kutegemea wadau mbalimbali wa maendeleo. Kuna wadau ambao walijitokeza katika mashindano yetu, nitakutajia hapo mwisho mgeni rasmi, lakini katika haya vijana wangu katika hiki kata yangu ya Wino nilikuwa na timu 4. Kulikuwa kuna timu ya Tuliani FC, kulikuwa kuna timu ya Lilondo FC, kulikuwa kuna timu ya Igawisenga na kulikuwa kuna timu ya Wino. Kwa muda ambao tulikuwa nao na tulichelewa kuanza haya mashindano, tulikuwa tumetenga makundi mawili. Katika makundi mawili kulikuwa kuna kundi A na kundi B, ili tuweze kumpata mshindi wa kwanza na mshindi wa pili, na hatimaye kundi A likatoa mshindi wa kwanza na kundi B likatoa mshindi wa pili, ambayo ni Igawisenga na Wino. Na hivi leo tunahitimisha kwa fainali ya mashindano makubwa. Igawisenga na Wino wamepambana kama ulivyowaona ndugu mgeni rasmi, wameonyesha kipaji chao na wameonyesha uwezo wao. Katika ligi hii nimekutana na changamoto mbalimbali. Changamoto niliyokutana nayo mgeni rasmi, ya kwanza ni viwanja vyetu kuto kukidhi mahitaji. Kwa hiyo niombe ndugu mgeni rasmi, tuna shida ya viwanja katika kata ya Wino. Wewe ni mheshimiwa wetu mbunge, unafahamiana na watu mbalimbali ambao wanaweza kutusaidia hata greda kwa ajili ya kuweza kutengeneza uwanja katika kijiji cha Igawisenga, kijiji cha Wino na Lilondo. Pia changamoto kubwa ambayo nimekutana nayo, hususan hawa vijana wangu, tumeendesha ligi lakini hawatambui bado sheria za michezo, na hiyo inatokana na makocha. Hatuna makocha wale wenye viwango vya kuweza kuwanoa hawa marefa ambao niliwaleta mimi. Ni marefa ambao walinipa taarifa ya kuwa hawa vijana wanahitaji wapewe mafunzo. Kwa hiyo nilikuwa naomba mgeni rasmi, kama tunaweza tukatafuta watu ambao watakuwa tayari kwa kuweza kuwafundisha hawa vijana ndani ya kata yetu wakapata mafunzo, ili vijana wangu tutakapoanzisha ligi nyingine, refa asichezeshe kwa kuwaonea huruma, apate sheria, kwa sababu natamani wafike mbali. Mwisho mgeni rasmi, ni kushukuru sana. Yapo mengi ambayo najua mimi nitaweza kukufikishia wewe, sitaweza kuyamaliza hapa kutokana na muda tuliokuwa nao, lakini pia napenda kuwashukuru mgeni rasmi wadau wa maendeleo. Mimi kipindi naanzisha hii ligi nilikuwa na kiasi kidogo sana cha kuweza kuanzisha hii ligi, lakini kuna watu ambao walijitolea wakachanga michango yao, nikaweza mimi kuwasafirisha vijana, nikaweza kuwalipa marefa, nikaweza kuandaa na zawadi ambazo thamani yake ni shilingi 800,000. Ndugu mgeni rasmi, wafuatao napenda kuwashukuru sana, wengine wapo hapa. Kuna mtu anaitwa Edgar Fuime, anapatikana kijiji cha Wino. Kuna mtu anaitwa Bito Mgaya, anapatikana kijiji cha Lilondo. Kuna mtu anaitwa Kenneth Mbogoro, anapatikana kijiji cha Wino. Kuna mtu anaitwa Michael Wela, huyu ni mtu anaishi South Africa, Afrika Kusini, ni rafiki yangu. Kuna mtu anaitwa Gotibu Mgaya, anapatikana kijiji cha Lilondo. Kuna mtu anaitwa Erasmo Mbilinyi, anapatikana kijiji cha Wino. Kuna mtu anaitwa Brian Mbilinyi, anapatikana kijiji cha Wino. Kuna mtu anaitwa Skisto Mwenda, anatokea kijiji cha Lilondo. Kuna mtu anaitwa Jackson Mwenda, anatokea kijiji cha Lilondo, na pia kuna mtu anaitwa Aya Mwenda, anatokea kijiji cha Lilondo, na pia wadau mbalimbali kama Wilma Secondary School pamoja na Wino Saccos. Kwa hiyo niwashukuru Mungu, hawa wadau walijitokeza na hatimaye niliweza kukusanya kiasi cha shilingi 1,800,000. Wadau oye! Unapenda
Kama nataka kukupata kupapunguza kupa kitupo situ pejoni utamu na kuja na kata na kuja na kata